wewe kama umejificha, unaogopa kutekwa, unaogopa kuuawa, mtafute mjumbe wa agano. Ndipo ulipo mkono wa Mungu, nguvu za Mungu, hiyo nuru mnayo. Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Usisahau kile ambacho tunakwambia kwa ajili ya huduma hii ya Mungu, kwa ajili ya hekalu, kwa ajili ya mchango wako na sadaka yako. Amen. Usisahau hilo. Japo mara nyingi tunasahau kuwekea namba hapo. Namba ni hizo hizo ambazo unapaswa uzitumie, japo hazipatikani. Yaani hizo namba sio kwa ajili ya kupiga, kwa ajili ya kutuma sadaka yako na mchango wako. Ukituma tujulishe, ili tuweze kufanya nini? Kujua kwamba nani ametuma kiasi gani. Sawa? Kwa hiyo hizo namba zipo, ndio zinazotumika hizo. Wewe ukisema mbona haipatikani, wewe tuma na utume message WhatsApp. Kama uweze kutuma wewe message WhatsApp, tuma message kawaida, tutaipata. Amen. Napenda kuambia kwamba huu ni mchezo kati ya Mungu na Shetani. Wanapigania. Yaani Shetani anapigana, Shetani ameinua Gogu na Magogu ili kuuvamia mji mtakatifu. Na Biblia inasema moto ukashuka ukawala. Sawa. Na Biblia inasema wale mashahidi wangu wana amri ya kufunga mbingu na amri ya kushusha moto. Sawa. Biblia ikasema atakayetaka kuchukua mateka atachukua mateka, na atakayetaka kuua atauawa. Sawa. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Kwa hiyo wakati huu katika ulimwengu wa roho, nikasema unyakuo unakuja kiroho, si kimwili, kiroho, kwa sababu mimi ndio ninatembea katika ulimwengu wa roho kutimiza yale ambayo yanatakiwa yafanyike katika mwili, au yale ambayo yaliandikwa, kama Yesu alivyosema kwamba nimekuja kutimiza yaliyoandikwa na kina Amosi, kina Ezekieli, kina Isaya, kwa ajili ya dunia kutiwa giza. Na siku ya Bwana ni giza wala si nuru. Sasa mchezo unaendelea wakati ya Mungu na Shetani. Joka anatuma watu, anahangaika huku na huku kupambana na nyota za watu, kupambana na watu ambao wanaonekana wana maombi au kwa namna moja nyingine wana nguvu ya Mungu kwa ajili ya kuzuia mkakati wa kishetani, ule mkakati wa 666 wa kishetani. Na Mungu naye anatumia watu. Na sasa Mungu amemtumia mjumbe wa agano. Wakati kanisa, Shetani amepewa mamlaka kwa ajili ya kuzuia kanisa na kufunga kanisa, Mungu amemwachilia mjumbe wake. Na ndio maana unatakiwa ujue namna ya kuomba. Shetani amesharuhusiwa kuyapiga makanisa. Kwa hiyo wewe unatakiwa ujue namna ya kuomba. Unaombaje? Huyo shetani aliyesimamia, aliyepewa funguo, shetani haji kama yeye, anakuwa na watu. Hao watu ni akina nani? Tafuta kuwajua. Upande wa Mungu, Mungu ameinua nani wa kutuokoa katika janga hili, katika matatizo haya, katika vita hii, katika giza hili? Taa iko wapi? Unatafuta kujua. Mjumbe wa agano ndio taa, ndio nuru. Ile nuru mnayoiona ya Kristo, ile nuru ya unyakuo, si unyakuo mnaiona, iko kwa mjumbe wa agano. Kristo amepishia juu ya mjumbe wa agano. Yuko wapi mjumbe wa agano? Mtafute mjumbe wa agano alipo, ili akusaidie, ili akuokoe, kwa sababu yeye ndo ametumwa kumaliza magenge yote ya uovu na jeshi la uovu na jeshi la waovu ambao limedumu miaka na miaka. Yaani kwa sababu wewe kama umetumwa kwa nabii kumteka nabii, kumuua nabii au mchungaji au msanii au mtu yoyote, maana yake wewe ni muuaji wa muda mrefu. Wewe ni muuaji wa muda mrefu. Sasa nabii amekuja kwa ajili ya kukomesha hiyo cheni hiyo ya wauaji, hilo genge la wauaji. Mr. Joka amefanya mauaji ya muda mrefu ya kimya kimya bila watu kujua, lakini kwa sababu alimlaza nabii ambaye ni Tanzania, alimlaza, maana sasa aliiba nyota, maana akakulaza, Watanzania wakalala. Sasa mjumbe ameamka, nabii ameamka, watu wote wameamka, na ndio maana unaona vitu vyote na siri zote zinaonekana ziko wazi, kwa sababu Tanzania original ambaye ni mjumbe wa agano ameshainuka, ameshaamka.
ameshafunguliwa. Kwa hiyo wao wanaojifanya ni Matanzania feki kutoka kwa shetani, walioinuliwa kwa nguvu za shetani ili kuiangamiza Tanzania, ili kuiua Tanzania, hao sasa ndio watapambana na original. Ndio maana nikasema hapa mwisho wa reli ndio hapa. Hapa ndio mwisho wa reli. Kigoma mwisho wa reli ndio hapa. Zunguka kote, teka unavyoteka kote, hapa ndio mwisho wako. Hapa ndipo ilipo mauti yako. Kwa hiyo mkae mnajua kama hizi Musa alivyoenda kuikomboa Israeli wakati wa mateso, ndivyo leo Mungu alivyotuma Musa kuiokoa Tanzania. Kwa hiyo Musa ndio Tanzania mpya unayoitafuta. Musa ndio hiyo nuru unayoitafuta. Unaishabikia, tunaonekana nuru, inaonekana. Ukiambiwa ni mjumbe wa agano unarudi nyuma. Hao watekaji na wauaji wanajua nguvu ya Mungu yuko mahali hapo. Ila wewe hujui kwa sababu umelala nyumbani kwako. Haujihusishi na mambo haya. Kwa hiyo wale watekaji ndio watakao kuja kukushuhudia wewe jinsi walivyopambana wakaziona nguvu za Mungu. Ndio utasema kumbe ni kweli. Utakuwa umeshachelewa. Fanya hima leo kama nilivyowaambia, geukeni mrudi kwa mjumbe wa agano. Asivyo, na ndio hivyo na nyinyi. Wewe kama umejificha, unaogopa kutekwa, unaogopa kuuawa, mtafute mjumbe wa agano. Ndipo ulipo mkono wa Mungu, nguvu za Mungu, hiyo nuru mnayoiona. Na kama hamtaki, kaeni hivyo. Na macho amuone, na masikio msikii. Kaa hivyo. Nipo hapa ili kukamilisha hizo mauti zilizobakia. Maana kila anayezunguka na kunifuatilia kwa nia mbaya, maana sio wote wana nia mbaya. Wengine wamekiri kwamba kweli huyu ni nabii, ni Musa, kweli mtumishi wa Mungu, kweli twende kwa amani. Sasa wale wa amani ambao wamekiri wenyewe ila wanalazimishwa kufanya kazi. Nazungumzia wale viburi ambao wanategemea nguvu za mapepo na nguvu za kuzimu. Maana wengine wanaenda kuteka watu wakiwa na nguvu za mapepo na nguvu za kuzimu. Na mimi nina nguvu ya damu ya Yesu, nina nguvu ya maji ya uzima, nina nguvu ya neno la Mungu, nina nguvu ya Biblia. Biblia, neno la Mungu, ndio silaha yangu. Ninapotamka nyundo kupige, na nyundo inakupiga kweli. Ninapotamka ninakuvunja, ninakuvunja kweli. Sina haja ya kuja kupigana huko. Sina haja ya kutafuta huko wapi. Hapa nilipo. Nikisema ninakukanyaga joka, ninakufyeka kwenye mlima waliosema ni wangu, ninakufyeka juu ya mlima wako. Ninakufyeka. Fanya hima.